Usiku ulikuwa mzito, anga lilijaa mawingu meusi na radi zilizonguruma kana kwamba dunia ilikuwa ikililia mateso ya waliokosa hatia. Katika nchi ya kiimla iliyozama katika giza la ukatili na ukosefu wa utu, kulikuwa na harakati za siri za watu waliotafuta matumaini katika mabaki ya uhuru. Mia alikuwa mmoja wa hao. Mwanamke mdogo mwenye umri wa miaka 31, mjamzito wa miezi 7, alijikuta akikimbia kwa uhai wake. Mume wake Nico aliuawa muda mfupi baada ya wao kuamua kukimbilia nchi ya pili kwa njia haramu. Haikuwa chaguo, ilikuwa ni njia ya mwisho ya kuokoa maisha yao na ya mtoto wao ajaye. Katika harakati hizo, Mia aliingizwa kwenye kontena kubwa la mizigo lililokuwa limefungwa kwa ndani. Alijua lengo lilikuwa kulisafirisha kontena hilo baharini hadi nchi ya uhuru. Hakujua kwamba safari hiyo ingezua maangamizi. Saa kadhaa baada ya meli kuondoka, dhoruba ilikumba bahari kwa nguvu. Mawimbi yalipiga kwa hasira na ghafla kontena lake likachomoka na kutupwa baharini kama kiberiti kilichojaa uzito wa maisha. Kisha kukawa kimya cha ajabu kilichokatishwa na mlio wa maji ya chumvi yakipiga chuma cha kontena. Sehemu ya 2, pambano la maisha. Mia alipoamka, mwili wake ulikuwa umevimba kwa baridi, uso wake ukiwa na alama za chuma kilichopigwa na maji. Kulikuwa na giza, lakini kulikuwa pia na sauti za mawimbi na harufu ya chumvi iliyochanganyika na roho ya hofu. Alikuwa hai, lakini alikuwa peke yake ndani ya kontena, katikati ya bahari isiyo na mwisho. Katikati ya giza, alitafuta kiberiti kwenye begi dogo alilokuwa nalo. Moto mdogo ulitoa mwanga wa kutosha kumwona panya aliyekuwa amenaswa naye humo. Alipiga kelele kwa mshangao, lakini haraka akatulia. Hili halikuwa jambo la kushangaza zaidi, ameshaingia kwenye mlango wa mauti. Ndani ya kontena kulikuwa na mapipa mawili ya maji ya kunywa, chakula kidogo cha makopo na mkebe wa huduma ya kwanza. Mia alijua hii ilikuwa nafasi yake ya kuishi au kufa, na alikuwa na sababu ya kuishi, mtoto wake ambaye bado hajazaliwa. Siku ya kwanza ilipita kwa hofu na maombi. Siku ya pili ilimfundisha uvumilivu. Siku ya tatu, njaa na kiu vikaanza kuchimba mwili wake kwa makucha yasiyoonekana. Na usiku wa 4, kontena lilianza kupenyeza maji. Sehemu ya 3, mstari wa tumaini la mwisho. Kwa akili ya haraka, Mia alitengeneza mtobo mdogo juu ya kontena kwa kutumia kipande cha chuma kilichomeguka. Alifanikiwa kupata hewa na hata kuona kipande kidogo cha anga, lakini hakuwa na ishara yoyote ya msaada. Hakuna meli, hakuna ndege, tu upepo na maji ya buluu yaliyojaa mauti. Baada ya siku kadhaa, Mia alihisi maumivu makali tumboni. Mtoto alikuwa anakuja peke yake, bila daktari, bila mume, bila hata mtu wa kumshika mkono. Kelele zake zilifunika sauti ya mawimbi kwa masaa kadhaa. Hatimaye, katika uchungu uliovunja kila chembe ya moyo wake, alijifungua mtoto wa kike mwenye afya, lakini dhaifu. Akimwangalia mtoto wake aliyelia kwa mara ya kwanza, Mia alijua hajafa, bado ana sababu ya kupigana. Sehemu ya 4, mstari wa safari. Baada ya siku kadhaa za kuomba, kuimba na kulia kimya, Mia aliona mwanga mkubwa kwa mbali. Meli ya uokoaji ya shirika la kimataifa la misaada ya wakimbizi ilikuwa ikisogea. Kwa nguvu za mwisho, alipanda juu ya kontena akiwa na mtoto wake mikononi. Alitengeneza bendera kwa kutumia shati lake la damu na akaipunga hewani. Meli ilisimama. Waliomuona hawakuamini, lakini walimshusha, wakampokea na kumpatia huduma. Mia na mtoto wake waliokolewa. Akiwa juu ya sitaha ya meli, akiwa amefunikwa blanketi la joto, Mia alimtazama mtoto wake akilala. Alijua sasa maisha hayawezi kurudi kama zamani, lakini kuna mwanzo mpya. Maana hata katikati ya bahari ya mauti, tumaini halifi.